ni ile kuijua kweli, nayo kweli inakuweka huru. Lakini kwenye utimilifu lazima tusalimiane kweli yote. Kwa nini tusalimiane? Tukisoma kwenye mahali hapa kwenye Yohana 16:13 mpaka 16, anasema atakapokuja yeye. Nisome hapa ili tuelewe, nisiongee tu. Yohana 16 ule mstari wa 13 anasema hivi: lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli, ina maana ni moyo wa kweli, atawaongoza watie kwenye kweli yote. Kwa hiyo kweli yote ina maana gani? Kweli yote, tangu mahali tulipokuwa kwenye nguvu ya imani, tumaini, hatukujua sana maana ya baba. Baba ndio kilele cha kila kitu kwa watu wote. Kwa hiyo baba tukimfahamu kwa undani na nani ni baba, basi ina maana atasifiwa yeye. Kwa hiyo kwa uhalisia, kwa kila mmoja kuelewa kwamba baba maana yake ni kweli yote, kwa sababu alisema yeye ni jina litakalosimama kwa ajili ya uumbaji wote, ya kwamba kila mmoja ataielewa kweli. Hata katika kipindi cha kweli kupitia Yesu kwenye Yohana 14 ile Yohana 14 ule mstari wa 6 anasema, Yesu akawaambia, mimi ndimi njia, kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia mimi. Kama mngeninijua mimi, mngenijua na Baba. Tangu sasa mnamjua, tena mnamuona. Filipo akamwambia, Bwana, utuonyeshe Baba, yatutosha. Yesu akamwambia, mimi nimekuwepo pamoja nanyi siku hizi zote, wewe usinijue? Filipo, aliyeniona mimi amemuona Baba. Basi wewe wasemaje, utuonyeshe Baba? Kwa hiyo Baba hakufahamika, ndio maana hatukufika kwenye ule utimilifu wa kuijua ile salamu itakayoweza kumtukuza. Ndio maana hata wakati ule Yesu akasema yeye ndiye jina lipitalo majina yote. Tukajua ni Yesu, yani ile mwili body, lakini yeye alikuwa na maana jina lipitalo majina yote ni kweli. Kwa hiyo kweli ndio mfumo halisi wa yeye aliyetuumba, kutufungua, kututoa kwenye shida, kututoa kwenye aibu, kututoa kwenye mateso. Ina maana ni kweli tu peke yake ndio inayotutoa, si katika ishara, si katika miujiza, ni katika lile fundisho la kweli. Kwa hiyo tunaona kabisa kweli juu ya nchi haijatamkwa, ila tulifundishwa neno la kweli, tulifundishwa sauti ya kweli, tulifundishwa maandiko ya kweli, lakini ile kweli tu, ile mfumo wenyewe wa kuifahamu hatukuwa tumeifahamu. Kwa hiyo Baba kilele chake anaitwa kweli yote. Ndio maana sasa ametuambia tusalimiane sisi sote, kwamba tusalimiane, tuwe kitu kimoja, kwa sababu tukisoma hapa kwenye Zekaria 14, Zekaria 14 Zekaria 14 ule mstari wa 7 anasema, lakini itakuwa siku moja iliyojulikana na yeye aliyetumba. Hapa ameandika Bwana, si mchana wala si usiku, lakini itakuwa ya kwamba wakati wa jioni kutakuwa nuru. Tena itakuwa siku hiyo ya kwamba maji yaliyo hai yatatoka Yerusalemu, nusu yake itakwenda upande wa bahari na mashariki, na nusu yake bahari ya magharibi. Wakati huo, wakati wa hali na wakati wa baridi, itakuwa hivyo. Yeye muumba atakuwa mfalme juu ya nchi yote. Siku hiyo yeye muumba atakuwa mmoja na jina lake moja. Kwa hiyo jina, hata kwenye Ufunuo ule mstari wa 3, Ufunuo 3 mstari wa 12, anasema tena hivi, 3 ile 12, anasema yeye ashindaye nitamfanya kuwa nguzo katika hekalu langu,
wala hatatoka humo tena kabisa. Mimi nitaandika juu yake jina la Mungu wangu na jina la mji wa Mungu wangu, huo Yerusalemu ushukao kutoka mahali pake, na jina langu mwenyewe lile jipya. Kwa hiyo tunaona jina la Baba, jina la Mwana. Hatukufahamu Mwana ni nani na Baba ni nani, lakini leo ujue kwamba yeye Baba ni ile kweli yote. Inasomwa kwenye Yohana 16 ile 25. Anasema, hayo nisemayo nanyi kwa misali, saa yaja ambapo sitasema nanyi tena kwa misali, lakini nitawapa waziwazi habari ya Baba. Kwa hiyo hapa kwenye majira ya siku ya mwisho, siku ya mwisho ina maana ni kuijua ile kweli yote. Ndio maana ya siku ya mwisho. Ina maana siku ya mwisho tunaona hapa, siku ya mwisho, majira yake, kalenda yake. Siku ya mwisho ni moja, lakini iko ndani ya mfumo wa majira ya mwaka, kwa sababu ukisoma kwenye Isaya ile 61 ule mstari wa pili, anasema kutangaza mwaka wa aliyetuumba na siku ya kisasi. Ina maana ndani ya mwaka ule wa kweli kwa watu wote, ina maana ndio umebeba siku ya mwisho. Kwa hiyo mwaka wa kweli unaanzia tumboni kuhesabiwa, kwa sababu kwenye Yeremia tunaona Yeremia 1:5, kabla hatujaingia tumboni, yeye Baba ambaye ni kweli alitufahamu. Kwa hiyo tulipoingia kwenye tumbo hapo, dunia hawakutaka sisi kufahamu hii majira, kwa sababu ilifichwa. Ilifichwa kwa nini? Kwa sababu utimilifu wa lile kosa lililofanyika kwa Adamu lilikuwa haliruhusu kupata moja, kwa sababu majira halisi inatakiwa ianzie ndani ya tumbo. Siku unatungwa mimba ndio unatakiwa uanzie hapo. Ina maana mwaka unakuwa ni mwaka unaanzia tumboni, kwa hiyo kuhesabiwa unaanzia tumboni. Kwa hiyo kama ni mwaka unakuwa na mwaka wenye miezi 9, ina maana unatakiwa utoke siku unamaliza miezi 9 ile ya tumboni, kuja nje unapozaliwa, inaanza kuhesabu ni mwaka na siku moja. Sio kama tulivyokuwa wakati huo, tulivyokuwa kwamba tulikuwa tunahesabiwa ndani na nje. Yaani siku unapozaliwa ndio tunaona ni mwaka wenye miezi 12. Kwa hiyo watu wote tukawa nusu, hatukuweza kuwa kamili. Lakini siku ya mwisho sasa inaongelea, inaanzia ndani, ni siku moja tu. Ndio maana tunaisoma kwenye Luka 1:26 kwamba ilikuwa ni mwezi wa 6, malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya, jina lake Nazareti, mwanamwali. Hii ni majira ambayo Yesu anaanzia ndani wakati huo, na watu wote, kwa sababu yeye ndio alikuwa anasema yeye ni Alfa na Omega. Kama Alfa na Omega, na maana ni utimilifu wa kuijua yeye ni nani katika kile ambacho kiko ndani. Kwa hiyo sasa mwaka wa watu wote ndio umebeba siku ya mwisho. Ukisikia kwamba siku ya mwisho, ina maana ni kuijua ile kweli yote. Ndio maana akasema kwenye Zekaria ile 14 ule mstari wa 7 kwamba siku ile, nitasoma nasoma hapa, anasema lakini itakuwa siku moja iliyojulikana na yeye aliyetumba, sio mchana wala sio usiku. Kwa hiyo hii majira haina usiku wala mchana, kwa sababu mwaka
wenye miezi 12 ni wa usiku na mchana. Kwa hiyo ile usiku na mchana tunaanza kuangalia uumbaji wa mtoto alivyo ndani ya tumbo. Yeye hana mchana wala usiku. Kwa hiyo huu ndio majira ya watu wote juu ya nchi, na ndio imebeba ile siku ya mwisho. Siku ya mwisho kwa namna gani? Sasa siku ya mwisho ina maana inapatikana kupitia ile majira ya Mwanzo ile 5 ule mstari wa 5, ile miaka 930 ya Adam ya kumwacha baba, kwa sababu baba aliachwa kwenye nguvu. Aliachwa kupitia Mwanzo 2 ule mstari wa 22, na ule ubavu aliyoutwaa katika Adam, yeye muumba ambaye ni kweli yote akaufanya mama, akamleta kwa Adam. Adam akasema, sasa huyu ni mfupa kati ya mfupa na nyama kati ya nyama yangu, basi ataitwa mama, kwa maana hiyo ametwaliwa kwa mwanamume. Kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe. Kwa hiyo tunaona Adam baada ya kutaka ongozane na baba, yeye aliongozana na mke. Lakini tunaona mke, ina maana ni ile nguvu ya yeye kama kubeba lile kusudi, kwa sababu yeye Adam ndiye alikuwa kusudi kubwa kwa ajili ya kupatikana huyo mama na huyo baba, kwa sababu wote baba na mama wanaitwa Adam. Kwa hiyo wakati sasa wanapoteza ule mfumo wa mahusiano ya kweli yote na mama ina maana ni ile mfumo majira. Neno mama, kuachana na mama, alikuwa na maana hapo kwenye ile Mwanzo 2 ile 22 mpaka 23, kuachana na baba na mama. Aliachana na kweli yote na akaachana na mama. Mama ina maana ni mfumo wa majira ambayo ni mwaka wenye miezi 9, kwa sababu hawa wamama wote juu ya nchi mfumo wao ni 28 na kuzaa ni nguvu ya miezi 9. Kwa hiyo mama sifa yake kubwa kuwa anaitwa mama wa wote wenye uhai, ni kwa sababu ana mfumo ndani yake unaomwakilisha yeye aliyetuumba kupata nguvu ya utawala kwa ajili ya huyo mtu kuendelea kuwepo. Anasema kwenye Mwanzo 3 ile mstari wa 20, Adamu akamwita mkewe jina lake Hawa, kwa kuwa yeye ndiye mama wa wote wenye uhai. Kwa hiyo mama wa wote wenye uhai ina maana ni mfumo wa mama ndani, kwamba ni 28, ana period zake system, na mfumo wote juu ya nchi, awe mweupe, mweusi, mwekundu, wote mfumo wao ni 28 na miezi 9 ndio inasimama. Kwa hiyo tuliambiwa iliitwa miezi 9, lakini hapo ndipo utawala mbaya ulipokuwa umefanyika, ukateka uumbaji wa watu wote. Ndio maana tukawa kwenye maandiko haya tukamwona kahaba, tukamwona Yezebeli huyo, tukaona watu wengi wakijiita kwenye nguvu ya mifumo ya utawala. Hata pale kwenye ile Ufunuo 12 tunamwona huyo anaitwa mwanamke. Ina maana neno mama, sifa yake kubwa, anatakiwa awe yeye ndiye malikia. Ina maana awe na mfumo wa 28 na ile miezi 9, ndio mwaka utimilifu. Kwa hiyo mwaka unaanzia ndani, na ndio ina maana wakati wanaachana sasa na ule mfumo wa baba na mama, ina maana walienda kuwa na mfumo mwingine, na mfumo ndio tuliokuwa tukaukuta mwaka wenye miezi 12. Ina maana ndio akanyang'anywa mfumo wa mahusiano ya moja na baba na utendaji wa mawasiliano ya kuzaa sisi kuwa vizuri zaidi. Kwa hiyo akawa anakufa akiwa na miaka 930. Wote ule mfumo wa kufa miaka 930 si wingi wa miaka, bali ni mfumo na utendaji wa kufikia ile level ya yeye, kwa sababu level ya baba ambaye ni kweli yote ni miaka 1000. Ndiyo hesabu kamili yake ndani ya mtu, yaani ukamilifu wa kila mmoja, kwamba miaka 1000 ndio siku moja kwa baba. Tukisoma kwenye mahali pa Zaburi ile 90
Zaburi 90 ule mstari wa 4 anasema, maana miaka 1000 kwake yeye aliyetuumba, ambaye ndiye kweli yote, ni kama siku ya jana. Ina maana miaka 1000 kwetu yeye ni siku moja. Hata ukienda kwenye Petro wa pili ile 3 ule mstari wa 8 anasema, kwake yeye siku moja kwetu ni miaka 1000. Ina maana tukawa tumepoteza, baada ya kuachana na baba, tukapoteza miaka 70. Miaka 70 ndio tunaiona kwenye Yeremia ile 25 ule mstari wa 10 na Yeremia 27 ule mstari wa 5 mpaka wa 9, kwamba Babeli utakapotimiza miaka 70, na hawa nimewapeleka miaka utumwani miaka 70. Kwa hiyo miaka 70 ina maana sasa ndio itakuja kutimiza ile miaka 930. Kwa hiyo miaka 900 jumlisha miaka 90 unapata miaka 1000. Kwa hiyo miaka 1000 machoni petu, kwake kweli yote ni siku moja. Ina maana kweli yote sasa ndio anasimamisha sasa siku yake ya mwisho. Siku ya mwisho ina maana inakuwepo ndani, ili tuweze kuielewa, kwa sababu injili zote juu ya nchi zile tulizowahi kuzisikia, kuziona, kuhubiriwa, kuzaliwa humo, zote ziko kwenye unabii. Hata tunavyoona Yesu ni unabii, kwa sababu ukisoma hapa anasema utimilifu wa Mathayo 21:43 umetimia. Isaya 61:2 na Zekaria 14 ile 7-9. Ibada moja, kweli yote moja, familia moja, majira moja, kweli yote moja. Mwaka mmoja umetokea Kenya, ijapokuwa ulitabiriwa, ulisemwa, ulitamkwa kwenye majira zote kwamba Mathayo 21 ufalme utahama, lakini kwenye nguvu ya Mathayo 28:19 anasema mpaka ukamilifu wa dahari, yani habari zote zitakazohubiriwa sasa za injili za Torati zitakapotimia, ule ndio utimilifu, na kujulikana ile siri ya kwamba hata Yesu juu ya nchi, katika ibada zote juu ya nchi, Yesu alikuwa kwenye levo ya unabii. Kwenye levo ya unabii utakuwa na hakika gani? Au utajiuliza kwamba kwa hiyo yote hawa watumishi wanaohubiri, manabii, mitume wanaohubiri, je, wanahubiri kitu ambacho ni unabii? Hata Yesu mwenyewe anasema amekuja kutukomboa kwenye Matendo ile 10:38. Lakini si hivyo, kwa sababu tunaangalia utume wa Yesu kupitia Isaya 6 ule mstari wa 8 mpaka wa 13. Nitausoma hapa. Isaya 6 ule mstari wa 8. Isaya 6 ule mstari wa 8. Nasoma, kisha nikasikia sauti ya Bwana kwa levo hiyo ikisema, ni mtume nani, naye ni nani atakayekwenda kwa ajili yetu? Ndipo niliposema mimi hapa. Yani anasema Yesu sasa anasema nitume mimi. Maelezo, mstari wa 9. Naye akaniambia, enenda ukawaambia watu hawa, fulizeni kusikia lakini msifahamu, fulizeni kutazama lakini msione, unaoneshe moyo wa watu hao, ukayatie uzito masikio yao, ukayafumbe macho yao, wasije wakaona kwa macho yao, kusikia kwa masikio yao, na kufahamu kwa mioyo yao, na kurejea nikawaponya. Ndipo alipouliza aliyetumwa, ambaye levo ya kweli kwa levo ya Yesu. Ndipo nilipouliza, Baba, hata lini?
Naye akanijibu, hata miji itakapokuwa ukiwa, haina watu wenyeji nyumbani. Ina maana hapa anaongelea kwamba Yesu kila alichotumwa ilikuwa ni unabii wa kuja kutuonyesha siku ya mwisho itakavyokuwa na ibada ambazo tunaziona juu ya nchi zilivyo. Ndio maana kwenye Mathayo 24:1, Luka 21 ule mstari wa 5, ile Marko 13 anasema akija kwenye mfumo atabomoa, kwenye majira yake ya siku ya mwisho atabomoa ile mifumo ya ibada. Ibada zote juu ya nchi ziko kwenye unabii. Kwa hiyo anapofika kama sasa unavyosikia, unavyoelewa na kuona kwamba kuanzia kwenye nguvu ya Isaya 6:8 mpaka 13, wakati anapata wale mitume 12, wewe ona kwenye nguvu ya Mathayo 13 ule mstari wa 14, anasema neno la Isaya limetimia, kwamba kusikia watasikia, kuona wataona, lakini hawatafahamu. Kwa hiyo tunaona anapata kwenye hiyo alo ya chini, hiyo alo ya Mathayo 16:18-19, tunaona anamtabiria Petro hapo kwamba yeye ndiyo kanisa litajengwa juu yake. Lakini tunaona wafuasi wa Yesu ni mitume 12 na kiongozi wao ni Petro. Tunaona kwenye Yohana 21:15 akipewa maagizo atunze, alishe na aongoze kanisa. Ina maana ilikuwa ni kwa ajili ya watu wote, uumbaji wote. Sasa lakini kanisa la mfumo wa mitume 12 lilikuwa kwenye levo ya unabii. Ndio maana anguko la Petro kwenye Mathayo 26:69 na 78 na ile Mathayo 26:31, mitume wote walimuasi Yesu. Ndio tunaona pale wakati hitimisho pale wanamkana. Walipomkana, ina maana kanisa, yani kwa sababu tayari tulikuwa hatuelewi na hatufahamu, tulikuwa tuviziwi, tulikuwa ni vipofu, tulikuwa hakuna anayeelewa kupitia ile Isaya 6:8-13, lile agizo la Yesu kwa uumbaji. Je, alikuja kutuponya au alikuja kutueleza juu ya habari ya siku ya mwisho, ibada itakavyokuwa, mfumo wake? Kwa hiyo tunaona ile Mathayo 21:43 tayari tunaiona ilikuwa kwenye mitume 12, na mitume 12 ina maana ni madhabahu ya Yerusalemu iliyokwisha kuanguka. Ufunuo 21:10-22 na Ufunuo 22 ule mstari wa 2. Kwa hiyo msingi wa dunia ni kabila 12 na mitume 12, nyota 12, mwaka wenye miezi 12. Hii mifumo ina maana iko kwenye Yeremia 33:20-26. Hapa ni agano la jua na mwezi na nyota. Kwa hiyo ibada zote sasa zikawa kwenye mfumo wa jua na mwezi. Tunaona kwenye mfumo huu ibada ikiwa ni ya unabii, ila kwa siri sana, kwa sababu aliyekabidhiwa uumbaji alikuwa ni Babeli na miaka 70 haijatimia. Tuliendelea hivyo kwenye unabii. Sasa ikifika hapa ndio tunajua sasa, tukifika kwenye majira moja, mwaka halisi wa watu wote, sasa akili zetu zinafunguka, mioyo yetu inafunguka, wote tunaelewa. Ina maana ibada zote juu ya nchi, hata tunavyoona ishara na miujiza, si za Baba, ni ile tu neema sasa inakuwa. Lakini kwa uhalisia hata mitume hawakuwa wanatakiwa na hawakuwepo juu ya nchi. Kwa hiyo mitume unaoona hawa ni roho tu za uharibifu, ambazo ni kwa ajili ya kuendeleza ule mfumo uliokuwa bado hujatimia wa Babeli, kwa ajili ya watu wote kuendelea kutumaini, lakini si katika level ile ya hakika. Tunaona Yeremia ili uone hawakutakiwa manabii wote hawakutakiwa na hawapo juu ya nchi. Nabii wa kwanza na wa mwisho alikuwa ni Yesu, akisema juu ya ile habari itakayofika yake ya baba yake kwa ajili ya utimilifu. Yeremia 27 ule mstari wa 5, uone kwamba hawa manabii walitakiwa
au wapo kwa kusudi la Baba au ni manabii wa uongo. Kama msingi wa Petro umeanguka, ina maana mitume hawapo. Kwa hiyo injili yote hii unayoiona ni unabii. Injili inayoanza sasa kusimama ya mwisho, ina maana iko kwenye Ufunuo ile 14 ule mstari wa 6 na nguvu ya Ufunuo 10 ule mstari wa kwanza mpaka wa 11. Kwa hiyo tusome hapa Yeremia uone hawa mitume na manabii juu ya nchi. Ni nini kinachowafanya wawe juu ya nchi? Mimi nimeumba dunia hii. Hii ni Yeremia 27 mstari wa 5. Mimi nimeumba dunia hii, wanadamu na wanyama walio juu ya uso wa nchi, kwa uweza wangu mkuu na kwa mkono wangu ulionyoshwa, nami nawapa watu kama nipendavyo. Na sasa nimetia nchi hizi zote katika mkono wa mfalme wa Babeli, mtumishi wangu, na wanyama wa mwitu pia nimempa wamtumikie, na mataifa yote wamtumikie yeye na wanawe na mwana wa mwanawe, hata utakapowadia wakati wa nchi yake mwenyewe. Yaani yeye sasa aliyetuumba nchi yake yeye mwenyewe, na mfumo wake yeye mwenyewe, na majira yake yeye mwenyewe, na utimilifu wa maisha. Hii ni maisha, ni majira ya ibada kwa watu wote. Ule mfumo wa mwaka wenye miezi 12 utaendelea kiserikali, utaendelea, lakini kwenye nguvu ya wale wote, kwa sababu serikali ni watu na watu wana imani zao. Kwa hiyo imani ina maana ndizo zinazovunjwa juu ya nchi, imani mbalimbali ambazo haziko kwenye utukufu wa yeye kweli yote. Kwa hiyo zile ibada zote za mafundisho yote ya mbinguni, hizo zote hazina nafasi kwa wakati huu. Kwa hiyo anasema hapa, na itakuwa taifa lile na mfalme yule asiyetaka kumtumikia huyo mfalme, nitamtia shingo ngumu katika nira yake, nami nitawarudisha watu wote. Samahani, mfalme wa Babeli, mimi nitaliadhibu taifa lile kwa upanga na kwa njaa na kwa tauni, asema, hata nitakapokuwa nimemwangamiza kwa mkono wake. Lakini katika habari zenu msisikilize manabii wenu, wala wabashiri wenu, wala ndoto zenu, wala watambuzi wenu, wala waganga wenu, wanaowaambia ya kwamba hamtamtumikia mfalme wa Babeli. Maana wanawatabiria uongo, ili kuwatoa ninyi mbali na nchi yenu. Kwa hiyo, kwa sababu tulikuwa tujafika kwenye majira moja, wakati wote wanakuja kwa ajili ya lile anguko la miaka 930 na miaka 70 mpaka itimie. Ikitimia ndio habari zitaanza kusimama, zile habari za kweli, kama vile ambavyo anasema kwenye Yeremia 28 ule mstari wa 8 kwamba manabii waliokuwa kwenu walikuwa wanatabiri habari ya vita, habari ya matetemeko, habari ya mambo mengi na njaa, lakini yule atakayeanza kusema ile habari ya kweli yote, ina maana huo ndio utakuwa utimilifu. Kwa hiyo tunaona kabisa kwamba manabii hawakuwa na nafasi na hawapo juu ya nchi. Sasa utajiuliza, hizi roho zinazofanya kazi sasa zinatoka wapi? Ukisoma kwenye Ufunuo ule mstari wa 16, ule mstari wa 13, na ikaona roho tatu chafu zilizofanana na vyura zikitoka katika kinywa cha yule joka, na katika kinywa cha yule na nyama, na katika kinywa cha yule nabii wa uongo. Hizo ndizo roho za mashetani zifanyazo ishara zitokazo na kuwaendea wafalme wa ulimwengu wote, kuwakusanya kwa vita ya siku ile tunayoisema vita ya siku ya mwisho. Vita ya siku ya mwisho ni kati ya uongo na kweli, kwa sababu adui wa mwisho ni uongo. Ukisoma kwenye Isaya 28 ule mstari wa 14 mpaka wa 19, utakuta adui wa mwisho atakayebatilishwa atakuwa ni mauti, na tulifundishwa mauti ni kufa, lakini ni uongo. Kwa hiyo vita kubwa sasa ambayo ipo katika utimilifu huo ni kati ya ule uumbaji uliokuwa umejengwa kwenye msingi wa unabii. Kwa hiyo msingi wa unabii
asilimia kubwa ni nguvu ya yale yaliyokuwa nafundishwa alafu yakageuzwa kuwa kama ndiyo halisi. Kwa sababu wakati unaniambia Matendo 10 ule mstari wa 38 kwamba Yesu amekuja kutusaidia na kutuponya, asingetamka tena habari ya kuja, kwa sababu tayari baba tulikuwa tumemchukiza, kwa sababu Adam na Hawa walimwacha baba wakamwacha mama. Ina maana waliacha kweli yote wakaacha na majira ya kweli yote. Kwa hiyo mfumo huo ukawa ni unabii. Kwa hiyo hizi roho